أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, kwanza kabisa nikupeni taarifa. Siku hii ya leo mimi sipo Dar es Salaam wala sipo Tanzania, bali siku ya leo nipo katika ardhi ya Kenya, nikiwa na maanisha nipo Nairobi. Walillahi alhamdu, nimekuja huku sio kwa ajili ya jambo lingine isipokuwa ni kwa ajili ya kazi ya tiba pamoja na dua. Na sijaja kuwatibia watu makundi kwa makundi au mikusanyiko ya watu. Kwa tuelewane vizuri, nimekuja kwa mtu maalumu kumshughulikia. Sasa usije ukanitafuta ukaniambia shekhe uko wapi, nataka nije. Kwa sababu kawaida ya mtu ambaye tayari ameamua kukufanyia utaratibu ufike nyumbani kwake kwa ajili ya kumshughulikia, sidhani kama anaweza kuwa tayari kuona kwamba mimi nimekuja kwa ajili yake, alafu tena wanaanza kuja wagonjwa wangu kumiminika nyumbani kwake. Sasa hilo itakuwa maana yake nimeacha kazi yake, au nimekuja kufanya kile ambacho, yani tafsiri itakayokuja ni kwamba sijaja kwa ajili yake, bali nimekuja kwa ajili ya watu tofauti tofauti. Kitu ambacho kama nitataka kuja kwa staili hiyo, maana yake nitafunga safari mimi mwenyewe, nitaandaa sehemu ya kufikia mimi mwenyewe, alafu nikifika hapo sasa ndo nitawatangazia watu, njoeni niko sehemu fulani. Lakini kwa sasa siwezi kuwaruhusu watu wakaja nilipo, kwa sababu sijaja kwa ajili ya watu tofauti tofauti, bali nimekuja kwa ajili ya mtu mmoja. Lakini pia nipo katika ardhi ya Nairobi. Sasa huyu alionileta hapa sio mara ya kwanza mimi kufika kwake. Hii naweza nikasema ni kama mara ya 10 au zaidi ya hapo. Nimekuwa nikifika mara kwa mara sana hapa Nairobi kwa ajili yake yeye, lakini pia kwa ajili ya watu wengine. Lakini zaidi ni kwa sababu yake yeye. Na amekuwa mara nyingi akiujua umuhimu wangu katika kazi zangu, katika kumtibia, katika kumshughulikia. Alhamdulillah, mambo yamekuwa yakienda sawa sana. Tiba ninazofanya mimi huwa nafanya tiba ya dua pamoja na dawa. Yani nikiwa natambua kwamba huyu mtu anatakiwa apewe dawa fulani, lakini pia afanyiwe dua fulani kwa muda wa siku fulani. Dua zake zinatakiwa zianzie siku fulani mpaka siku fulani. Ikiwa una matatizo ya majini, nitajua nikufanyeje, uchawi na chochote kile insha Allah, kwa sababu dua ninazifanya mwenyewe na ninazifundisha mwenyewe na ninazisoma mwenyewe. Basi nitajua nipambane na wewe vipi kwa kumuomba Allah ili mradi wewe uweze kupata shifa. Hicho ndicho ninachokifanya mimi ninapokuwa niko nyumbani Dar es Salaam Tanzania, au nipo nje ya Tanzania. Na alhamdulillah nimetembea nchi nyingi. Nimefika katika mji wa Maskat, Oman, Dubai na sehemu zingine nyingi kwa kweli. Mikoa ya Tanzania na sehemu zingine huwa nakwenda private kwa watu mmoja mmoja, lakini pia baadhi ya nyakati huwa nakwenda kwa watu wengi. Mara kadhaa huwa nafanya hivyo pia. Na nafikiri hata hivyo muda sio mwingi nilikuwa Mombasa kwa watu wengi public, nilikuwa nawakaribisha watu wengi. Nilifanya sehemu za kule maeneo ya Mwembe Tayari. Nilifanya dua sehemu moja wanapaita Likoni, wanapaita Mwananguvuze, msikitini pale nilifanya dua. Na sehemu zingine nilishakufanya dua sehemu nyingi sana Mombasa. Walillahi alhamdu, nipo Kenya kwa mtu maalumu, kwa hiyo nipo tu hapa. Sijasema watu waje hapa, maana yake haitakuwa utaratibu mzuri kuwaruhusu watu wakaja sehemu ambapo sikupewa ruksa ya kwamba njoo uje uwashughulikie watu kwake.
nirudi katika upande wa kitu ambacho ninachokwenda kukifundisha siku hii ya leo. Walillahi alhamdu, nikwambie kwamba dua ya leo ambayo ninayokwenda kukufundisha ni dua mujarrab kabisa, ni nzuri, na ninakwambia na kukuomba usikate tamaa. Kichwa cha habari cha dua ya siku ya leo kinasema usikate tamaa. Na kadhalika usikate tamaa katika magumu yako. Usikate tamaa ya magumu yako. Usikate tamaa katika matatizo yako. Mungu yu pamoja nawe. Ila fanya dua hii, fanya njia hii. Walillahi alhamdu, hichi ninachokwenda kukuelekeza, utaratibu wake utakufaa na utakufanya ujisikie amani na faraja. Nataka niwaambie kwamba wapo watu wengi mpaka sasa wamekwisha kata tamaa katika maisha yao. Wamekwisha jijua kwamba wao maisha yao ndio yashaharibika. Wapo watu wengi wamekwisha jua maisha yao hayapo tena. Wengine hawana hata watoto na wamekata tamaa ya kupata watoto. Wengine hawana watoto na washakuwa watu wazima, na maana yake tamaa ya kupata watoto imekwisha, lakini hata maisha yao yamekuwa magumu, hawajui hata mali watapata wapi, hawana msaada wa watoto wala familia yoyote. Wapo watu wa namna hiyo wengi sana. Sasa nakuomba usikate tamaa katika rehema za Mungu. Allah yu pamoja nawe. Wapo watu wamekata tamaa za kimasomo, vichwa vyao ni vibovu, vigumu, havishiki masomo. Wapo watu wamekata tamaa ya maradhi, wanaumwa sana na maradhi kiasi ambacho hawana matumaini tena ya kuweza kupona. Wanaamini kwamba hayo ni maradhi ambayo yatawapeleka kaburini. Kila mmoja amekata tamaa kwa la kwake. Sasa mimi leo nakuhakikishia na kukuomba, ewe ndugu yangu, usikate tamaa. Usikate tamaa katika magumu yako. Fanya njia hii uweze kumaliza matatizo yako ndani ya masaa 24, na kuhakikishia kwa uwezo wake wa Allah, ukifanya hichi ninachokufundisha ndani ya masaa 24 utakwenda kupata majibu. Fanya hichi ninachokufundisha ndani ya masaa 24 utakwenda kupata majibu. Ni kitu gani? Nisikilize kwa umakini. Kwanza kabisa, chukua udhu. Pata udhu wako kuwa safi na salama. Alafu kisha ingia katika chumba chako, aidha haswa chumbani, alafu swali rakaa 2. Ukishamaliza kuswali rakaa 2 za sunnatil haja, tia nia kwamba unaswali sunnatil haja. Ukishamaliza kuswali rakaa 2 za sunnatil haja, kisha kaa hapo hapo ulipomaliza kuswali rakaa 2 na umswalie Mtume mara 9 tu, wala usipitishe hapo. Lakini swalatul ibrahimia utasema hivi. Swalatul ibrahimia, yani swigha ya swalatul ibrahimia ni kama hii ifuatayo: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hapo utakuwa umemaliza swala ya Mtume kwa swigha ya Ibrahimia. Hiyo ni namba 1. Kwa hiyo utafanya kama hivyo mpaka ufikishe namba 9 tu basi, wala sio parefu. Namba 9 ni pafupi sana. Kwa nini tunasema namba 9? Namba 9 ndugu zangu ina maajabu. Namba 9 ina siri. Namba 9 ina mambo makubwa. Wapo baadhi ya watu wataanza kusema huu ni uzushi ambao ni wakurupukaji katika dini. Wapo watu kakurupuka tukupuru huko walipotoka, unaanza kutupangia namba eti 9 sijui 10 na ngapi. Hizi ni namba tu. Huyu ni mkurupukaji tunasema. Hajakaa darasani akasoma elimu ya tiba. Na sio kila ukisoma elimu ya dini basi kila kitu utakuwa unakijua. Inawezekana ukasomea fiqh usijue sira. Unawezekana ukasomea mambo ya mirathi usijue fani ya Qur'ani, usijue masuala ya maqamati na kadha wa kadha. Kwa kila kitu kina fani yake. Kwa hiyo kama hujasoma fani ya dua, basi kaa kimya, kwa sababu ujui utakuja kuharibu. Usichokijua nyamaza. Fasalu ahla dhikr
in kuntum la ta'lamun, waulizeni basi wenye kujua ikiwa nyinyi hamjui. Wewe uliza ustadhi, kwa nini unasema namba 9 isomwe? Kwa nini mtu asisome namba 20 akasoma mara 200 mara 500? Kwa nini unasema asome mara 9 tu aishie hapo hapo? Yani hatutaki usome 8 wala hatutaki usome 10. Ukisoma 10 manake umefanya tofauti na tulichokikusudia, umeharibu. Ukisoma 8 umeharibu. Tunataka usome 9. Watu wa mijadala, naombeni kaeni kimya. Acheni kabisa ya mambo ya mijadala, kwa sababu sio fani yenu. Na mwenye fani ya dua hawezi kuweka comment yoyote mbaya katika hichi ninachokisema. Anayejua nini maana ya dua anaelewa nikisema soma mara 9. Lakini wewe usiojua utaanza maneno yako ya ubarazuli na yasiyokuwa na maana. Kwa nataka niseme soma mara 9 kumswalia mtume bisu'atil ibrahimia, kwa hii sigha ya salatu ala nabi ya ibrahimia. Lakini kadhalika baada ya hapo utasoma alam nashrah. Utaanza hivi: bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Hapo sasa ukifika fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, hapa utarudia mara 9. Kisha tena utarudi tena kuisoma alam nashraha ya pili. Ukifika fa inna ma'al usri yusra utairudia mara 9. Utarudi tena alam nashraha ya 3. Kwa kifupi ni kwamba alam nashraha uzisome mara 9, na kila ukifika fa inna ma'al usri yusra uhakikishe unairudia mara 9. Hiyo ni hatari kuliko hatari. Fanya hiyo. Hiyo ni namna ya pili. Kisha baada ya hapo sasa kaa chini kitako kikao. Manake hicho ni kitu ambacho hata sio kikubwa wala hakikuumizi kichwa wala hakikuchukuli muda wako mrefu. Kaa kitako, kaa chini pale pale. Ukishakaa chini sasa omba maombi yako. Mueleze Mungu, mwambie ya Rabbi, Mola wangu nataka jambo kadha wa kadha. Ya Rabbi, hali yangu ya uchumi ni ngumu. Maisha yangu yamekuwa magumu. Mambo yamekwenda kadha wa kadha. Ya Rabbi, nifanyie nusra. Ya Rabbi, nipe kheri, nipe baraka, niondoshe shida na dhiki katika maisha yangu. Sema yote unayoyakusudia. Kisha baada ya kusema hayo ambayo unayoyakusudia, basi washa udi wako, au wakati unafanya hiyo dua uwe umekwisha washa udi wako. Lala, hakikisha unalala katika kipindi ambacho umewasha udi wako. Na dua hii inasomwa nyakati za usiku kuanzia saa 8 za usiku na kuendelea biidhnillahil karim, au ukipenda anza saa 7 za usiku. Hata ukianza saa 6 za usiku pia sio tatizo. Soma dua yako, kisha ukishamaliza lala, lakini ulale uko umechoma manukato mazuri, marashi mazuri, na kuhakikishia huenda Allah akakupa ndoto yenye matumaini mazuri katika maisha yako. Au la, ukiamka asubuhi utaanza kuona dalili, yani katika harakati zako za maisha, katika mishemishe zako za maisha, hiyo asubuhi utaanza kuona dalili za maisha yako, na utaanza kuona vijinasaba ambavyo tayari vinaanza kujionesha kuwa ni dalili katika maisha yako. Hicho ninakuhakikishia wengi wameyajaribu na wameona manufaa yake, au wengi wameyafanya na wameona manufaa yake. Lakini mimi ninachokuomba usijaribu, bali fanya moja kwa moja, na nakuhakikishia hilo ni jambo kubwa, ila tu ulifanye kwa ikhlasi. Usifanye kama unajaribisha, fanya kwa ikhlasi, alafu fanya ukiwa unamtegemea Mungu kwa imani iliyokuwa thabiti na moyo uliokuwa sawa sawa, na kuhakikishia utakipata hichi ambacho tunachokikusudia. Inshallah fanya hiyo dua mara 9. Ndugu zangu, katika 9 kuna siri, nimeshakwambieni. Hata katika Qur'ani ile inna dina indallahi alislam ni sura ya 19. Kwa nini kuwepo mbele yake 9? Kwa nini kuna kuwepo 9? Katika 9 kuna maajabu. Sasa inshallah namba 9 ni namba ya hatari sana. Tukisema tuielezee namba 9 muda hautoshi, tutachukua muda mrefu sana. Namba 9 ina maajabu makubwa. Wewe elewa tu kwamba soma mara 9. Sisi dua zetu huwa tunafupisha, hatutaki ziwe na madakika mengi zikawachosha. Inshallah niseme tena,
Wale wanaotaka vitabu, vile vitabu vya dua vina majina 30 ya dua, vitabu hivi bado tunavyo na vitabu hivi vinapatikana. Vitabu vinaelezea si jina la Ar-Rahmani, siri yake, uzito wake, ulisome saa ngapi, kwa muda gani, na ukilisoma hili jina Mwenyezi Mungu atakufanyia kitu gani. Jina la Ar-Rahimu kadhalika, jina sila Al-Maliku kadhalika. Kama unataka mali usome jina gani, kama unataka ufahamu usome jina gani, kama yani majina yote kuanzia uzito wake mpaka utaratibu wake utayapata katika kitabu ambacho tumekiita majina 30 ya Mungu, lakini tumekinyambua katika majina 99. Tumeweka majina muhimu zaidi yenye nguvu insha Allah. Kwa yoyote ambaye anataka dua hizi, basi insha Allah tuonane kupitia nambari ya simu ya 0713521944. Insha Allah ulikuwa nami ndugu yako Ustaz Muhammad Kundian At-Turiyu, na kuomba usiache kusubscribe katika chaneli yetu ili mradi upate kujifunza mambo mengi sana ambayo tunazidi kukuandalia kila siku iendayo kwa Mungu. Inshallah, wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.